Baba yetu, tunakushukuru sana kwa ajili ya nafasi hii ya watumishi wako ambao umewatuma kusema maneno haya katika taifa letu, hususan katika serikali yetu, kuibariki. Tunamwombea rais, makamu wa rais, waziri mkuu na taasisi zote za TAMISEMI, kuanzia wakuu wa mikoa, wakuu wa wilaya na vyombo vya ulinzi na usalama. Lakini tunalikumbuka bunge letu la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, tunakumbuka mahakama katika Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kuanzia jaji mkuu, msemaji wa serikali na mwanasheria mkuu wa serikali. Kwa kweli Mungu, tunakuomba uwabariki viongozi wetu, kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, amen. Kabla sijaendelea, mimi majina yangu ni Paulo Bendela, askofu mkuu wa makanisa ya Ufunuo Tanzania, na ni makamu mwenyekiti wa kamati ya amani katika mkoa wetu wa Dar es Salaam. Ningependa nisome mstari huu wa kwanza katika kitabu cha Tito sura ya 3. Tito sura ya 3 mstari wa kwanza: wakumbushe watu kunyenyekea kwa wenye uwezo na kutii, na kuwa tayari kwa kila kazi njema. Wasimtukane mtu yeyote, wasiwe wagomvi, wawe wema, wakionyesha upole wote kwa watu wote. Ndugu zangu wapendwa, nachukua nafasi hii kwanza kupongeza hotuba ya Mheshimiwa Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kwa neema ya Mungu na kwa kazi aliyoifanya hapa juzi akiwa bungeni Dodoma, alipokuwa akilihutubia bunge na kuwahutubia Watanzania wote katika Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mambo ambayo mimi niliyanukuu kama kiongozi wa kiroho na wenzangu hapa, baba askofu na baba askofu hapa na mheshimiwa shehe na baba askofu pale. Mheshimiwa Waziri Mkuu alizungumzia uwajibikaji, utawala bora, usimamizi wa serikali, huduma bora kwa wananchi na matumizi sahihi ya fedha za umma. Katika kitabu cha Tito nimesoma sura ile ya 3 mstari wa kwanza na mstari wa 2, Biblia imeandikwa wakumbushe watu kunyenyekea kwa wenye uwezo na mamlaka. Watu wawe wanyenyekevu kwa wenye uwezo, kwa sababu taifa haliwezi kutegemea tu ajili ya serikali. Taifa linategemea pia hata kwa wawekezaji wenye uwezo na mamlaka, na kutii kwa kila kazi iliyo njema. Taifa hili libaki kuwa na utulivu, tunatakiwa kuheshimu mamlaka ya taifa la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, lakini pia kuwaheshimu wenye uwezo, wawekezaji, na zaidi sana kuwaheshimu viongozi wetu wa kiroho katika Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na kuwatii. Tusiheshimu tu wenye uwezo serikali na wenye uwezo wa wawekezaji, alafu viongozi wa kiroho tukawachukulia kama vile waongeaji tu. Itakuwa sio jambo bora. Kwa hiyo ningependa hili jambo niliweke hapo sawa. Ndio kazi yetu sisi viongozi wa kiroho, ndio maana tumekusanyika hapa, kuonyesha utii kwa serikali yetu, utii na uheshima, na kuwapenda viongozi wenye mamlaka katika Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Hili ni agizo la Biblia. Sisi kama viongozi wa kiroho Tanzania hatupashi kubishana, kupingana, kusuguana na wenye uwezo na mamlaka katika Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Ni Biblia imetuagiza hivyo, uwakumbushe, tunakumbushana kutii kwa wenye uwezo na mamlaka.
na kuwashauri watu waelewe hizo ingredients za kiroho ili mambo yaweze kunoga. Kuwakumbusha watu kwamba hotuba ya Mheshimiwa Waziri Mkuu, sisi kama maaskofu tunaipongeza. Uwajibikaji ni jambo ambalo ni very substantial. Viongozi wa taasisi mbalimbali za serikali kuwajibika bila kuangalia huyu mtu namfahamu au humfahamu, maadamu ni mtu anayetoka katika Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kuwajibika, tusiwahudumie Watanzania kwa ubaguzi. Mheshimiwa Waziri Mkuu alisisitiza sana hilo. Utawala bora, utawala bora ni tukiwa sisi viongozi wa kiroho tunasikia mambo mengi huko duniani, waumini kutulalamikia, waumini kulalamikia serikali, lakini je, haya mambo yanayolalamikiwa ni ya ukweli? Uwajibikaji. Mwingine anakurupuka tu, ana mashetani yake kichwani yamempanda, anaweza kumlalamikia kiongozi wa kiroho au kumlalamikia kiongozi wa serikali, lakini je, lazima tu calm down. Haya mambo tunayosikia huko nyuma ni ya ukweli? Tunaweza kufanya nini kuweza kubalance ili mambo yaweze kuwa very compensating? 3, usimamizi wa serikali. Hili ni jambo la mamlaka. 4, huduma bora kwa wananchi: maji, umeme, afya, elimu. Haya ni mambo ya msingi sana. Usimamizi huduma bora kwa wananchi. Hata waumini wanahitaji kupata huduma bora kanisani. Hata sisi raia tunahitaji kupata huduma bora serikalini. Yaani huduma zisiende tu kwa watu fulani kwamba zinakuja kwa bendera, kwa sababu mimi ni askofu, kwa baba askofu Allen Siso, kwa baba askofu, kwa mheshimiwa shehe hapa na kwa baba askofu. Huduma ziwe bora kwa raia. Kusimamia, sio tunakuletea barabara ya rami bwana, uko wapi mheshimiwa? Huduma bora kwa wananchi, sio huduma bora tu kwa viongozi. Iwe ni hospitalini, tunampongeza sana Mheshimiwa Waziri Mkuu, matibabu na kadhalika yanavyofanyika hospitalini. Mimi nimeuguza sana pale hospitalini, mke wangu alishawahi kupata shida kwenye uvimbe tumboni, alipata huduma bora na sikujitambulisha kama ni askofu. Ziboreshwe basi, ziboreshwe kuliko kufika kwenye ofisi ya kiongozi nataka chumba, mwingine ana uwezo wa kulipia chumba mgonjwa wake atibiwe kwenye private room, unaambiwa ngoja tuulizie kwanza. Chumba kiko wazi, hakina mtu, unaulizia mtu ambaye hajafika, unataka kuweka, kuna mtu alishaweka appointment. Hicho kitu Mheshimiwa Waziri Mkuu amesisitiza huduma bora kwa wananchi. Matumizi sahihi ya fedha. Hili ni jambo ambalo ni very substantial, very essential. Huduma bora na matumizi bora ya fedha. Jamani, hakuna mtu asiyotaka fedha. Hakuna mtu asiyotaka kutumia vizuri fedha. Hakuna mtu asiyotaka luxury. Lakini magari yanayonunuliwa, yanayosambazwa kwa viongozi wa serikali ni hitaji, ni takwa la Watanzania. Mheshimiwa Waziri Mkuu amesisitiza sana huduma, matumizi sahihi ya fedha. Ni sahihi huyu apate VAT ya milioni 400? Ni sahihi? Ni takwa la eneo hilo? Hawezi kupewa Noah, hawezi kupewa Rufadi 400? Ndio hitaji hilo, ni hitajio la Watanzania kwenye eneo hilo linalopelekwa gari la milioni 400. Kwa hiyo haya mambo ni muhimu sana tuyazingatie, tuheshimu hotuba za viongozi. Sisi kama viongozi wa kiroho tumesimama hapa kupongeza hotuba ya Mheshimiwa Waziri Mkuu. Mwenyezi Mungu ambariki. Lakini pia tunampongeza Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan kumteua kijana mahiri mpambanaji kama Dr. Mwigulu Lameck Nchemba, kwa namna anavyoisaidia serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Amefanya kazi kubwa, anafanya kazi nzuri, tunapongeza, na Watanzania waipokee hivyo na wawe na amani na serikali yao. Mwisho,
kama askofu kwenye sikukuu hii ya Pasaka, sikukuu muhimu ya kukumbuka kuzaliwa kwa Yesu Kristo na kuteswa na kufufuka kwake. Alipokuwa msalabani alisema, Baba uwasamehe hawajui walitendalo. Ninawaombea msamaha watu wote ambao yawezekana wameiumiza serikali yetu, waliokimbia nchi. Mheshimiwa Rais na serikali yake akumbuke hilo, kwamba sisi kama viongozi wa dini na viongozi wa kiroho tunamuomba, ikimpendeza, kama kuna watu walikimbia nchi ya Tanzania kwa sababu za kisiasa, awarehemu na kuwasamehe, warudi na kutumikia taifa lao. Na kama kuna watu walimuumiza Mheshimiwa Rais na serikali yake, wamefungwa, awasamehe na kuwarehemu, na kwa mamlaka yake anaweza kuelekeza chochote ili warudi na kutumikia Watanzania. Sisi kama viongozi wa kiroho tuko radhi na tuko tayari kumwona mtu yeyote na kumshauri endapo serikali itatupa idhini hiyo. Mungu wetu awabariki sana. Kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Kwa jina naitwa Allen Siso, ni askofu wa kanisa la Methodist Tanzania jimbo hili la Dar es Salaam, lakini pia ni katibu mkuu wa kanisa hili la Methodist Tanzania. Lakini kwa Dar es Salaam ni makamu mwenyekiti wa kamati ya amani wilaya ya Kinondoni, viongozi wa dini. Kwa hiyo ninayo furaha sana kupata nafasi hii ya kusema machache kama kiongozi wa dini, lakini kama mzalendo wa Tanzania katika nchi yangu iliyobarikiwa na Mungu, hasa ninapoyaona yale yanayoendelea ya kutia moyo tunapoendelea na maisha yetu katika nchi yetu hii. Kupitia hotuba ya Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, mioyo ya Watanzania imefarijika. Binafsi ninajitokeza hadharani kupongeza yale yote yaliyonenwa na Mheshimiwa Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Yamefungua mioyo, yamerudisha imani, yameleta matumaini. Hata wale waliokuwa wamekata tamaa, kwa kupitia hotuba hii na imani, kila mmoja ana imani ya kwamba sasa nchi yetu itakaa salama na itakwenda kama ambavyo wengi tunavyotarajia. Kwa habari ya uwajibikaji, ili ni neno la kibiblia. Hata Mungu mwenyewe amesema asiyefanya kazi na asile. Kwa hiyo kila mmoja katika kuiletea nchi hii maendeleo, kila mmoja mahali pake ni lazima awajibike. Walioko serikalini, walioko kwenye taasisi binafsi, hata nasi viongozi wa dini mahali petu, kila mmoja akiwajibika kwa kusudi la kuiletea nchi hii maendeleo, nchi hii itainuka na kusonga mbele, na Watanzania tukafurahia ile amani na maendeleo yanayoonekana katika nchi yetu. Utawala bora. Inawezekana mioyo ya wengi iliumizwa, lakini kiongozi wa nchi, kiongozi wa serikali anapotamka habari ya utawala bora, tunaamini kitakachoendelea ni kuona amani na utulivu, haki kila mahali ambapo Mtanzania anatamani kupokea. Kupitia tamko hili, Watanzania tuondoe hofu, mashaka, na wale walio kila mmoja katika nafasi yake alitimize neno hili lilotoka kinywani kwa Mheshimiwa Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kila mahali pawe na huduma inayostahili kwa ajili ya manufaa ya Watanzania. Lakini usimamizi wa serikali, hawa ni viongozi wa serikali. Kwa hiyo wote walioko serikalini wamesikia, na huyu ni kiongozi wetu aliyechaguliwa na mamlaka kamili ya nchi hii, na tunaendelea kumpongeza rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Jicho lake limeona kumpata mtu sahihi, anayeweza kusimamia, anayeweza kutamka, hana hofu, hana mashaka, lakini ni mtu anayependa kuona serikali inasimamia sheria, inasimamia haki, uadilifu katika taifa hili la Tanzania. Huduma bora kwa wananchi, haya ni matarajio ya wengi. Kama ilivyo hata viongozi wa dini wote wanaokuja, wawe Waislamu, wawe Wakristo,
wanatarajia huduma. Hata nasi viongozi wa dini tuhudumie Watanzania. Wanaokuja makanisani, wanaokuja misikitini ni Watanzania, wanahitaji kupata huduma sahihi ya kutiwa moyo na hata kupewa matumaini katika maisha haya. Kwa hiyo hata serikalini pia huduma zikiboreshwa, nchi hii iliyobarikiwa na Mungu, tutakaa kwa furaha na kwa amani. Na jambo ambalo linatesa sana Watanzania ni kuona matumizi ya fedha pale tunaposikia hayakutumika ipasavyo. Hata yule ambaye hana nafasi yoyote ya uongozi anasikia kuumia. Tunapomsikia kiongozi wa nchi anatamani kuona matumizi sahihi ya fedha, sisi kama viongozi wa dini tuliokutana hapa, nafikiri ni wajibu wetu kuwaombea viongozi wa serikali, kumwombea waziri mkuu. Na mimi binafsi niseme, tangu waziri mkuu waingie katika nafasi hii, ameonyesha ujasiri, ameonyesha uwezo, ameonyesha uzalendo. Pale anapotamka habari ya uzalendo, tuamini kwamba ni mzalendo halisi. Tumuunge mkono, tumuombee. Tuiombee serikali yetu ya Jamhuri ya Muungano chini ya rais wetu mpendwa Dr. Samia Suluhu Hassan na wote wanaomsaidia, makamu wa rais, waziri mkuu. Tunapoona maneno kama haya yanatolewa kwenye bunge linalotengeneza sheria za nchi hii, tuna imani, tunafarijika. Kwa hiyo kila mmoja mahali pake alitii neno hili na kuona kwamba nimepewa nafasi hii kutumika na kuwahudumia Watanzania kama vile inavyonipasa. Tunaamini Mungu ataendelea kuibariki nchi yetu, ataendelea kuibariki serikali yetu, atawabariki Watanzania. Watanzania tuamini katika nchi hii na uongozi uliopo tuko salama. Mungu ibariki Afrika, Mungu ibariki Tanzania. Amen. Amen. Tumemaliza Ijumaa Kuu na tunaingia kwenye Pasaka. Yesu alikufa msalabani kwa ajili ya wanadamu. Na yako mambo kadhaa yaliyotendeka akiwa pale msalabani. Mambo mengi tunajifunza. Yuko katika mateso lakini anawahurumia watu. Akafika mahali hata wale wamama waliokuwa wanamlilia akasema, enyi wanawake wa Yerusalemu, msinililie mimi, bali jililieni ninyi nafsi zenu na watoto wenu. Mambo haya kama yanatendeka katika mti mbichi, je, itakuwaje katika mti mkavu? Huruma na upendo tuliouona pale msalabani Yesu akiangikwa. Hebu Watanzania tukopi huruma hii na upendo ule. Hebu tukapendane Watanzania. Tunapofika mahali pa kuadhimisha sikukuu ya Pasaka, Yesu anafufuka, yale yote kama tulikuwa na chuki, tulikuwa na visasi, hebu vyote tuviache. Tuone Tanzania ikifufuka pamoja na Yesu. Watanzania wakifufuka, wakiondoa hofu na mashaka, lije tumaini la maisha mapya yenye amani. Na watakia Pasaka njema na Tanzania ibarikiwe na Mungu aliye hai. Majina yangu ninaitwa Bethania Simon Mpembwa. Ni askofu mkuu wa kanisa la Neema ya Kitume Tanzania, na pia ni balozi wa amani, lakini pia ni mjumbe wa kamati ya amani mkoa wa Dar es Salaam chini ya viongozi wangu Mheshimiwa Paul Bendela na mwenyekiti wetu mkuu ambaye ni ndugu Sheikh Waridi, yeye ambaye anatuongoza vizuri chini ya mlezi wetu mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam kwa sasa, ndugu Chalamila. Mungu awabariki sana wa Tanzania. Niseme kwamba nimefurahia sana. Tunaingia sasa Pasaka, lakini tunapoendea Pasaka ambayo ni siku ya kesho mwaka 2026, Pasaka hii tumeikaribisha kwa hotuba ya Mheshimiwa Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kwa kweli niseme kwamba waziri mkuu ni kijana mwenzangu, amenipita kidogo, lakini niseme tu kwamba heshima kubwa tumpe Mama Samia kwa sababu ya kutupatia kijana mwenzetu ambaye ana uchungu wa nchi hii na mtu ambaye ana uzalendo. Na mnajua nchi ilipitia katika hali fulani, nimeona akizunguka nchi nzima kwa ajili ya kutuweka Watanzania karibu. Kwa jambo hili limekuwa ni faraja sana kwangu na kwa Watanzania kwa ujumla, wadogo, wakati mpaka wa juu kabisa. Sasa nataka nichangie machache mawili matatu juu ya hotuba ambayo
ameitoa Mheshimiwa Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Nianzie kwa kuchangia kipengele ambacho alikiongelea kuhusu matumizi sahihi ya fedha za umma. Anapozungumzia fedha za umma, sio fedha zake, sio pesa ya mtu, ni pesa ya kodi ya Watanzania. Hii inatuonyesha kwamba serikali imejipanga. Hii serikali ya awamu ya 6 kipindi hiki cha pili imejipanga kuhakikisha kila shilingi ya mlipa kodi inasimamiwa na inakwenda kwenye matumizi yaliyokusudiwa na serikali yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Jambo hili limeleta faraja kwangu, lakini na kwa Watanzania wengi, kwa sababu sisi kama maaskofu tunaongea na watu wa kada mbalimbali na wanafurahia kuisikiza ile hotuba na wanasema kwa hakika imetufariji. Hili ni jambo la kupongeza sana, kwa sababu tunasikia minong'ono ya hapa na pale, mmoja, wawili, watatu wanaongea kwamba wakati mwingine wakubwa fulani wanakuwa wanajinufaisha ama watu fulani wajinufaisha. Hali kama hizo zikiwa zinaongewa zinaleta huzuni kwenye mioyo ya Watanzania, kwa sababu kuna neno tunasema mtenda na mtendewa. Wakati kiongozi anaomba achaguliwe, yeye anakuwa ni mtendewa na wananchi, na wengine wananyenyekea mpaka wanapiga magoti. Lakini ikifika wakati ameshaapishwa, yuko madarakani, aidha hata mjumbe wa nyumba 10, mwenyekiti wa serikali ya mtaa, awe ni mbunge, awe ni waziri, awe ni rais, akishaapishwa yeye ndio anakuwa mtendaji, anakuwa ndio mtenda. Sasa sisi ni watendewa. Kwa hiyo hawa watendewa wanaposikia habari kama hizi kwamba sasa fedha zao zinasimamiwa vizuri, wanajisikia faraja. Kwa kweli nipongeze sana kwa jambo hili ambalo limeweza kusemwa katika hotuba ya Mheshimiwa Waziri Mkuu. Lakini swala uwajibikaji limetajwa nalo, jambo la faraja sana. Hakuna mahali popote, iwe kwenye familia, iwe kwenye kijiji, iwe wilaya, mkoa, nchi hasa, kama hakuna uwajibikaji, kila mtu anafanya kivyake. Kila mtu anafanya kivyake. Nyie mnajua chama ni hiki, lakini kinahitaji tu uwajibikaji. Serikali ni hii, watu ni hawa, lakini tofauti zetu ni kariba, kwamba huyu ana kariba ya kuto kuwajibika, huyu ana kariba ya uwajibikaji. Tunapozungumzia serikali tunazungumzia dominion, ni mfumo ni watu, huyu na yule, mama, baba, nani, wote kwa pamoja ni mfumo. Sasa mfumo huu usipokuwa na dhamira moja ya uwajibikaji kwa wananchi, ina maana ya kwamba sisi tutafeli na wananchi wataichukia serikali yao na wataona haifai na watajilaumu. Of course kila utawala hauwezi kupendwa na kila mtu, kwa sababu wewe sio fedha. Of course na wewe pia ni mwanadamu, na mwanadamu yoyote ukimtafuta kwa mabaya utampata, kwa sababu ni binadamu. Ukimtafuta kwa mazuri utampata. Atafutaye huona, Biblia inasema. Lakini kwa asilimia kubwa hii hotuba imetoa matumaini makubwa kwa kweli kuelekea dira ya mwaka 2050 huko. Dira yake kwa jinsi ambavyo imewekwa inaonyesha matumaini. Tanzania ya kipekee inakwenda kutokea Afrika. Lakini nataka nichangie katika hotuba swala la usimamizi wa serikali. Hilo nisiliongee sana kwa sababu wakubwa wetu linawahusu, lakini huduma bora kwa wananchi, amerudia hii tena mara ya pili, huduma bora. Mimi namshukuru Mungu, sina la kulaumu. Mimi juzi hapa mke wangu ameenda dispensary tu ya pale Mbezi, ameenda jifungua mtoto wa 5. Sijatoa hata shilingi, niseme ukweli wa Mungu, hata shilingi. Ameenda amepokelewa vizuri hapo dispensary hapo Mbezi hapo. Na mimi nikaenda mpaka pale, nitoka kazini kwangu nikaenda pale, nikafika. Nimeenda tu mchukua mke wangu, yule nesi tu aniambia, bwana umepata mtoto wa kike. Namwambia hongera sana. Basi tu kwa huruma zangu nikambariki. Lakini niseme kwamba huduma kila mahala zimeboreshwa. Sasa tunapozungumzia hospitali, kwa maana Wizara ya Afya, tunapozungumzia masuala ya miundombinu, kwa maana ya kwamba barabara, tunapozungumzia masuala ya electronics, kwa maana ya power, umeme kwenye nchi yetu, ni muhimu sana. Hivi vitu vyote vinavyoongelewa hapa, kimsingi kabisa anayetakiwa kufurahishwa ni mwananchi,
badala ya yule ambaye amechaguliwa kujifurahisha mwenyewe pekee. Nchi nyingi ambazo kumetokea vurugu na machafuko, mara nyingi sana ni kwenye masuala ya uchumi, kwenye masuala ya dini, na nashukuru Tanzania hiyo hatuna kabisa, imekufa. Kwenye masuala ya ukanda, kwenye masuala ya ukabila, nashukuru hiyo Tanzania hatuna kabisa. Lakini kwenye hali ya kiuchumi tunahitaji kwa kweli kutiana moyo, kwa sababu kusiwe na gepu kubwa. Lakini na wale wakubwa wetu wanaotuongoza ni vizuri Mungu awasaidie hata saikolojia ndogo tu ya kimaisha na utawala, kwa wachache, kwamba basi hata ukiwa wewe umefanikiwa, chombo kizuri, gari zuri, mafanikio mazuri, una maviwanda, una hiki, basi angalau wapunguzie stress wananchi wa kawaida kwenye mitandao, kwa sababu nao ni binadamu. Wanapoona wewe mwenzetu una gari la bilioni, yeye hata baskeli au hata chakula cha siku hana, hii basi unakuta inamletea simanzi na kuona kwamba tumeweka watu ambao wanajinufaisha wenyewe kwenye familia zao na wao wenyewe. Niseme tu kwamba Mungu, nchi inaumiza Mungu, hiyo moja. Lakini pili, tunaona kwamba Pasaka ya Agano la Kale ni tofauti na Agano Jipya. Agano Jipya, Pasaka wetu sio kondoo mnyama wale waliopewa na Waisraeli, Musa na Haruni wakapewa wachinje waweke kwenye milango aliyo safi. Sio huyo, hiyo ni ya Waisraeli na inawahusu wao. Lakini sisi Pasaka wetu, Biblia inasema ni Yesu Kristo. Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai, yeye ndio Pasaka wetu. Sasa tunamwangalia huyu Pasaka wetu, Bwana wetu, mkombozi wetu Yesu Kristo, kabla hajachinjwa ama hajafa. Kwa mfano wa Agano la Kale walivyochinja yule mwana kondoo, kuna maneno machache aliyasema kabla hajakata roho. Moja, alimtegemea Mungu mpaka saa ya kufa. Alimuita Mungu akasema, Eloi Eloi lama sabakitani. Maana yake Watanzania tuhakikishe tunamtegemea Mwenyezi Mungu kwenye maisha yetu. Lakini kabla hajafa alisema, naona kiu. Ilikuwa ni kiu cha kukomboa dunia. Tuwe na dhamira njema, viongozi na kila Mtanzania. Wewe Mtanzania ndio mwenye nchi yako, uwe na dhamira njema ya kuifanya nchi yako iwe na amani. Mwisho alisema, Baba uwasamehe hawa, kwa kuwa hawajui walitendalo. Ndugu zangu wapendwa, hakuna jambo kubwa katika maisha, hakuna jambo kubwa katika maisha kama msamaha. Msamaha. Kuna watu wamekuwa sana kwenye msamaha kama Yesu. Hata kama hajaombwa msamaha, ana release msamaha, anaachilia. Pasaka hii ni vizuri sana ndugu zangu wapendwa, tusameane, tutoe vinyongo. Watu wameumia kwenye familia, wanaumizana mke na mume, watu wanaumizana kwenye makazi, watu wanaumizana sehemu mbalimbali, hata kwenye nchi. Naweza akaongea mwenzangu huyu akawa hajafurahi, ukasikiza hotuba ya mtu hujafurahia, hicho ni kinyongo. Tusameheane. Msamaha ndio unaleta watu tena upya pamoja. Maana yake unajutia kwamba kwa nini tugombane, tunaachia msamaha. Hakuna kosa ambalo alisamehewi. Tuwasamehe viongozi wetu, kama kuna mahali wamekosea, walitudanganya wakasema tutachimba kisima, tutaleta barabara, hawajaleta, tuwasamehe. Lakini na sisi pia tuwasamehe watu mbalimbali ambao wanatuhusu. Asante sana. What God can do, no man can do. Amen. Kwa jina naitwa Alhaj Othman Mkambaku. Mimi ni naibu katibu mkuu wa kamati ya amani ya viongozi wa dini wa madhehebu mbalimbali mkoa wa Dar es Salaam. Lakini pia ni mjumbe wa halmashauri ya BAKWATA mkoa wa Dar es Salaam. Lakini pia ni afisa mahusiano wa BAKWATA makao makuu. Niko hapa mbele yenu kwa nia moja tu ya kuipongeza hotuba ya bajeti iliyotolewa na Mheshimiwa Dr. Mwigulu Lameck Nchemba, Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kwa kweli hotuba yake ilikuwa ni nzuri na alikuwa na vipaumbele vyake, ila mimi nimevutiwa zaidi na kipaumbele chake cha mwisho hichi alichozungumzia matumizi sahihi ya fedha za umma. Matumizi sahihi ya fedha za umma ndio msingi wa maendeleo. Serikali inayo mipango mizuri sana kwa ajili ya maendeleo ya wananchi na nchi kwa ujumla. Lakini baadhi ya watumishi ambao si waadilifu wamekuwa wakikwamisha mipango hii kwa ubadhilifu unaofanyika katika wizara na maidara mbalimbali. Kwa hiyo nimuombe Mheshimiwa Waziri Mkuu, namjua kwamba ni mtu mzalendo
ni mtu anayependa nchi yetu, ana uchungu mwingi sana na nchi yetu, na amekuwa akizunguka nchi nzima halali, akizunguka huku na kule kwa ajili ya kusimamia maendeleo ya Tanzania na ya Watanzania. Kwa hiyo kikubwa ninachokiomba mimi, awe imara kabisa katika kusimamia matumizi sahihi ya fedha za umma, kwa sababu mara nyingi kila inapotoka taarifa ya CAG, mkaguzi huyu na mdhibiti wa mahesabu ya serikali, tunaona kuna baadhi ya halmashauri zinapata hati chafu. Kwa hiyo tunataka kuona hatua sahihi zikichukuliwa kwa wale wote waliokuwa wabadhirifu wa fedha za umma. Serikali na Mheshimiwa Rais tunamuomba, na Waziri Mkuu pia tunamuomba wawe makini sana na wawe wakali sana katika kusimamia matumizi sahihi ya fedha za umma, kwa sababu matumizi yakiwa sahihi, basi na huduma bora zitapatikana, kwa sababu yale malengo yao walioyaweka itakuwa rahisi kutimizwa kutokana na matumizi sahihi ya fedha za umma. Lakini tunaipongeza serikali, tunampongeza Mheshimiwa Rais kwa kumchagua Daktari Mwigulu Nchemba kuwa waziri mkuu, na tunaona kazi anayofanya waziri mkuu. Kwa kweli anapambana sana, anazunguka nchi nzima kwa kuharakisha na kuhimiza maendeleo ya nchi na kujenga umoja na mshikamano. Nawashukuru sana, Mungu awabariki. Ndugu zangu wa Tanzania, nichukue nafasi hii katika sikukuu hii ya Pasaka, tunapokuwa tukisherehekea Pasaka ya kuteswa kwa Bwana wetu Yesu Kristo, tusisahau kulinda na kutunza na kudumisha amani ya taifa letu. Ni muhimu sana kumthamini mwenzako, kutokumletea madhara, kutokumdharau, lakini kutokuwa na matamko yatakayoleta taswira mbaya. Tafadhalini sana ndugu zangu, tuilinde amani ya taifa letu, ni muhimu sana. Tujifunze nchi zingine zinazotumia mabavu na madaraka ya ugomvi wa kupigania mali na rasilimali za nchi wanavyopoteza maisha. Tufanye ibada zetu katika sikukuu hizi za Pasaka, sikukuu hii ya Pasaka katika taifa letu kwa lengo la kudumisha amani na kumthamini mwenzako na kumsamehe mwenzako. Mwisho, nampongeza Mheshimiwa Rais kwa uteuzi wake anaoufanya. Ndugu zangu wa Tanzania, tukumbuke, unapotaka mtu umteue akusaidie, kwanza umwamini na umpende na uijue historia yake. Mheshimiwa Rais hawezi kukurupuka tu kumpokea mtu aliyechaguliwa na watu kutoka maeneo ya kwetu Geita, Mwanza, kwamba Mheshimiwa Rais tunakuomba huyu ndiye akusaidie kazi. Hamjui, hana historia naye. Tusiingilie teuzi za Mheshimiwa Rais na mapenzi yake na mtu kwa ajili ya kuliboresha taifa letu na kulipeleka mahali panapostahili. Mungu awabariki sana. Amen.